tuombee sisi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na milele. Kanuni ya imani na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao pekee Bwana wetu, aliyetumwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, amepaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amen. Amri za Mungu: mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, uraheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asema maneno ya amani na watu wake na waamini wake na wale watakaomrudia yeye. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Na iwe rohoni mwako. Tunaendelea kufika mwisho wa kalenda ya liturujia ya kanisa katika mwaka wake, leo ikiwa ni Ijumaa ya mwisho katika siku za mwaka C. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya kuendelea kumwaminia, kumtumainia na kuendelea kupokea baraka zake. Neno lake asubuhi ya leo linaendelea kutukumbusha zaidi ya yote neno lake na ahadi zake zitadumu milele. Tumuombe yeye ili katika maisha yetu tuendelee kumwaminia katika neno lake na kuendelea kuaminia katika ahadi ambazo ameweka ndani ya maisha yetu. Tunapotoa sadaka ya misa kujiombea, tunawakumbuka wale ambao wameomba, tuwakumbuke, tuwataje katika maisha ama katika sala zetu, ili Mungu Baba Mwenyezi katika imani yao ya kuendelea kumwaminia, basi waendelee kuonja ahadi za Mungu katika maisha yao.
Basi tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, tunakuomba uamshe ari ya waamini wako, ili kwa kushiriki kwa bidii zaidi katika kazi ya ukombozi wapate kwa wingi zaidi tiba za huruma yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Mimi Danieli nimeona njozi usiku. Ghafla pepo 4 za mbingu zilichafua bahari kuu, na wanyama 4 wakubwa mno wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Yule wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa za tai. Nilipotazama, bawa zake ziling'olewa, naye akainuliwa katika nchi, kusimamishwa juu ya miguu yake kama mwanadamu. Akapewa moyo wa mwanadamu. Na tazama, mnyama mwingine, yule wa pili, alikuwa amefanana na dubu, naye aliinuliwa juu ya upande mmoja. Alikuwa na mifupa 3 ya mbavu kinywani mwake. Katika meno yake akaambiwa, simama, ule nyama tule. Baadaye nikaangalia, na tazama, nyama mwingine aliyekuwa kama chui, naye mwenye bawa 4 za ndege mgongoni. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, naye akapewa utawala. Baadaye nikaangalia katika maono yangu ya usiku, na tazama, mnyama wa 4 aliyekuwa mwenye kutisha na kuogofya na mwenye nguvu kubwa ajabu. Alikuwa na meno makubwa ya chuma. Alikula na kubonda. Akakanyanga kwa miguu yale yaliyobaki.
alikuwa wa namna tofauti na wanyama wote waliomtangulia. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaangalia zile pembe, na tazama, pembe nyingine ilikuwa ndogo ikiota katikati ya zile pembe, na pembe 3 kati ya hizo zikang'olewa mbele yake. Na tazama, katika ile pembe mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, tena kinywa chenye kusema maneno ya kiburi. Huku nikiangalia, viti vya enzi vikawekwa, na mzee wa kale akaketi. Vazi lake ilikuwa jeupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa dimi za moto, na magurudumu yake moto wenye kuwaka. Mto wa moto ulitiririka na kutoka mbele yake. Maelfu na maelfu walimtumikia, na milioni na milioni walisimama bila hatia yake. Wenye hukumu barazani wakaketi, vitabu vikafunguliwa. Hapo nikaangalia, nikasikia sauti ya maneno ya kiburi yaliyosemwa ile pembe. Nikaangalia, nyuma mnyama mkubwa, na mwili wake ukateketezwa na kuchomwa katika moto wenye kuwaka. Wengine wakaondolewa utawala wao, lakini wakapewa ugezo la maisha yao kwa wakati wa muda uliowekwa. Nikaangalia katika maono yangu ya usiku, na tazama, mmoja kama mwana wa mtu akaja katika mawingu ya mbingu. Akaendelea mpaka akafikia yule mzee wa kale, akakaribishwa mbele yake, akapewa utawala, utukufu na ufalme. Watu wa makabila yote na mataifa yote na lugha zote wakamtumikia. Utawala wake ukawa utawala wa milele usiopita, na ufalme wake hautaangamizwa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Msifuni na kumtukuza milele. 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 Msifuni
Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu wako ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano: mtazameni mtini na miti mingine yote. Inapoanza kuchipuka, mwaona na kutambua ya kuwa wakati wa mvua ni karibu. Kadhalika ninyi mnapoyaona mambo haya yakitendeka, tambueni ya kuwa ufalme wa Mungu upo karibu. Amin, na waambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Injili takatifu ya Bwana. Tunakaribia kumaliza mwaka wa kanisa. Leo ni Ijumaa ya mwisho katika siku za mwaka wa kanisa. Kuanzia Jumapili tunaanza mwaka mpya wa kanisa. Na kwa mambo ya mwisho, neno la Mungu asubuhi ya leo, somo la kwanza na somo la pili, linatukumbusha fundisho muhimu sana. Linatufundisha fundisho muhimu sana. Mambo matatu ambayo yatabaki milele. Ya kwanza ni neno la Mungu, jinsi Injili inatuambia. Mengine yote yatapita, lakini neno langu alitafanya nini? Alitapita, litaishi milele. Ya pili, ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu kwetu, yale ambayo Mungu ametuahidia hayatapita, kwa sababu yeye ni mwaminifu katika kuweka ahadi zake. Ya tatu, ufalme wake. Ufalme wake kama somo la kwanza. Nabii Danieli anatabiri ufalme wa Yesu Kristo ambao utadumu, utatawala milele na milele. Hizi vitu tatu tunafundishwa asubuhi ya leo. Kama Wakristo tujaribu kuwa makini katika maisha yetu, hasa maisha ya imani. Kuwa makini ni kujaribu kutambua yale ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Na Yesu anatumia hapo kuwa sisi kama watu wa kawaida ni rahisi sana kueleza mambo ya dunia katika hali ya utamaduni zetu. Anasema hapo ni rahisi sisi mara nyingi tukiona pengine mwezi umelalia upande huu, tunasema imelalia watu fulani ama imeinua watu fulani. Tukiona ishara ya vipepeo zikipita, tukiona ishara ya jua inawaka sana ama vumbi, tunaelezea kulingana na akili zetu. Tunasema pengine mvua imekaribia, ama tukiona mti inatoa maua ama inaangusha matawi, tunajua kuelezea. Tunaelezea katika hali ya maisha yetu kuwa pengine mvua itanyesha, ama jilali imefika, ama Mungu ametuinua, ama Mungu ametuweka chini. Hii ni akili yetu kidogo ya hali ya maisha. Kristo anataka asubuhi ya leo tuendelee kutambua kuwa eti neno la Mungu ambayo tumepokea ndio taa ya maisha yetu, litadumu milele, litaendelea kuangaza hali ya maisha yetu, litaendelea kuangaza imani yetu, litaendelea kuangaza dunia katika kueleza maana na umuhimu wa kuishi katika ufalme wa Mungu. Na yale ambayo Mungu ameahidi ataendelea kuahidia, na ufalme wake utakuwa wa milele. So tunaambiwa, Yesu anatufundisha tukiwa bado duniani
tuwe makini. Ni vitu ngapi, ni ishara ngapi ambazo Mungu anatenda katika maisha yetu, ambayo sisi tunatazama na tunatambua kuwa mkono wa Mungu uko pamoja nasi. Neno lake linafanya kazi ndani ya maisha yetu. Ufalme wake unaendelea kututawala. Ni ishara gani hizo? Je, tunatumia mambo ya dunia? Tunatumia macho yetu ya dunia kutambua ishara ambazo Mungu anatenda katika maisha yetu, kuonyesha uaminifu wake katika maisha yetu? Tunaona, tunatambua na tunamshukuru yeye, na hasa tunatambua kuwa tutaendelea kudumu tukiendelea kuaminia katika ahadi zake. Tazama katika maisha yako binafsi, tazama katika jamii, katika Ukristo wetu, katika eneo letu, tunatambua, tunaona ishara ambazo Mungu anatenda katika maisha yetu na kudhihirisha kuwa anaendelea kututawala. Basi neno la Mungu asubuhi ya leo linatuambia tunapoendelea kufikia mwisho ya mambo ya dunia, basi tuendelee kuaminia, tukitumia yale ya dunia ambayo Mungu anatupatia, ili tuendelee kudumu katika ahadi zake. Na tutatumia neno la Mungu, tutatumia sakramenti zake, tutumie utawala wake katika maisha yetu. Aendelee kututawala kwa sababu ufalme wake hauna mwisho. Ahadi zake hazina mwisho. Nasi pia tuendelee kuwa waaminifu katika neno lake, katika ahadi zetu ambazo tumeweka pamoja naye, na sana sana katika ile nafasi ya kuishi ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa kufanya nini? Kwa kufanya yale ambayo Zaburi inatuambia katika Zaburi ambayo tumeimba: msifuni na kumtukuza yeye milele katika maisha yetu. Basi maisha yetu, ahadi ambazo tumeweka kwa Mungu na ahadi ambazo ameweka neno lake na ndani ya ufalme wake, basi tuendelee kutambua katika yale ambayo tunaishi nayo, hasa kutambua ishara yake na ahadi zake. Tuendelee kumtukuza yeye katika maisha yetu. Bwana, apokea vipaji hivi vitakatifu ulivyoamuru tukutolee kwa heshima ya jina lako.
utuwezeshe kuzitii daima amri zako, ili kwa njia ya dhabihu hii tukubalike mbele ya huruma yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na wawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe una haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunalo kurudishia kwa shukrani, maana nyimbo zetu za sifa hazitudishii kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, twaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la ya milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Hieronymus na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira,
mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende, nijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Amen. Tutakiane amani ya Kristo. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili ndiye kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo itulinde na kutufikisha kwenye uzima wa milele. Yeah.
mateso ya Kristo umeyasuluhishie. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika maneno yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu nije, uniamuru kwako nije, sifa zako nizipe, na watakatifu wako milele na milele. Sabu wakidha kujala kara alokenya Tazama, nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari, asema Bwana. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba usiwaache kamwe watengane nawe hao uliowajalia kushiriki kwa furaha umungu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Mungu Mwenyezi apende kuwabariki na kuwalinda, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuende na amani, misa yetu imekamilika. Tumshukuru. Tuwe na siku njema na yenye baraka. Asante na malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za